Hii ilikuwa ni kauli ya mwanamuziki Diamond Platnumz ambaye amempongeza rapper Lil Wayne kwa kuzaliwa mwezi Septemba. Lakini pia shabiki, nawe kama umezaliwa mwezi Septemba, utaungana na rapper Lil Wayne ambaye amezaliwa mwezi Septemba mwaka 1982, rapper mkubwa kabisa duniani. Unaweza kusubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Leo nakusogezea historia ya rapper Lil Wayne. Mwezi Septemba ni mwezi ambao amezaliwa rapper wa Marekani Lil Wayne ambaye jina lake halisi anaitwa Wayne Michael Kurt, wengi humuita JR. Alizaliwa tarehe 27 Septemba 1982 huko New Orleans, Louisiana nchini Marekani. Alianza safari yake ya muziki akiwa na umri mdogo, akionyesha kipaji cha kipekee katika uandishi wa mashairi na uimbaji wa rap. Alikulia katika eneo la Holgrove ambalo lilikuwa na changamoto nyingi za kijamii, lakini alitumia muziki kama njia ya kujieleza na kujiendeleza. Akiwa na umri wa miaka 11, Lil Wayne alikutana na Brian Badman Williams ambaye alikuwa ni mmiliki wa record label ya Cash Money. Badman aliona kipaji chake na kumpa nafasi ya kurekodi nyimbo katika studio yake ya Cash Money Records. Hii ilikuwa ni hatua muhimu katika safari ya maisha ya Lil Wayne, kwani alijiunga rasmi na Cash Money Records na kuwa mmoja wa wanachama wa kundi la Hot Boys pamoja na Juvenile, na kundi hili lilipata umaarufu mkubwa katika miaka ya 90, na Lil Wayne alionyesha uwezo wake wa kurapu katika uandishi wa mashairi na utoaji wa sauti, hususani katika kipaji chake cha kurapu. Mwaka 1999 Lil Wayne alitoa albamu yake ya kwanza iliyoitwa The Block Is Hot, ambayo ilipokelewa vizuri na mashabiki wengi wa hip hop. Albamu hii ilimfanya kuwa mmoja wa wasanii wa rap wa kizazi kipya waliokuwa na ushawishi mkubwa. Mwaka 1999 aliendelea kutoa albamu kadha wa kadha, ikiwemo albamu ya Lights Out. Albamu hiyo aliitoa mnamo mwaka 2000, na Degrees, albamu hiyo pia aliitoa mwaka 2002. Mwaka 2004 Lil Wayne alitoa albamu aliyoita The Cut ambayo ilimfanya kuwa nyota wa kimataifa, na albamu hii ilifuatiwa na albamu ya pili aliyoita The Cut 2 mwaka 2005 ambayo ilimpa heshima zaidi katika tasnia ya muziki wa hip hop duniani. Hata hivyo, mafanikio yake makubwa zaidi yalikuja mwaka 2008 alipotoa albamu ya The Cut 3. Albamu hii ilimletea tuzo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na tuzo ya Grammy kwa mara ya kwanza kuwa albamu bora ya rap. Mbali na muziki, Lil Wayne amekuwa na ushawishi mkubwa katika tasnia ya burudani kwa ujumla. Alianzisha lebo yake ya muziki aliyoipa jina la Young Money Entertainment, ambayo iliwasaidia wasanii wengi akiwemo Drake pamoja na Nicki Minaj na kufikia mafanikio makubwa zaidi. Pia ameshiriki katika miradi mbalimbali ya biashara na filamu katika maisha yake ya kibinafsi. Licha ya Lil Wayne kuwa msanii wa hip hop, lakini pia kuwa moja wa washiriki katika filamu, Lil Wayne katika maisha yake ya binafsi amekumbwa na changamoto kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na masuala ya kisheria na afya. Kwa mwaka 2010 akihukumiwa kifungo cha miezi 8 gerezani kwa kosa la kumiliki silaha kinyume na sheria. Hata hivyo, alirejea kwenye muziki kwa nguvu zaidi baada ya kifungo hicho kuisha, akitoa albamu ya The Cut 4. Hiyo ilikuwa mwaka 2011, na albamu nyingine aliyoita The Cut 5 mnamo mwaka 2018. Albamu hizo zote ambazo zilipokelewa vizuri na mashabiki wake. Lil Wayne ameendelea kuwa mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa katika tasnia ya muziki wa hip hop duniani, akijulikana kwa mtindo wake wa kipekee wa uimbaji na uandishi wa mashairi. Ameendelea kutoa muziki mpya na kuwashirikisha wasanii wengi mbalimbali, huku akionyesha kuwa
bado ana nafasi kubwa katika tasnia ya muziki wa hip hop ambao umeendelea kuhiti katika historia ya muziki wa marapa wakubwa zaidi duniani. Lil Wayne anaungana na wasanii wakubwa zaidi wa Marekani, hususan akiwemo Jay-Z. P Diddy pia ni moja kati ya wasanii ambao anamiliki lebo yake ya Bad Boys, ambao pia ilifanikiwa kuwatoa wasanii akiwemo pia B.I.G. Big ambaye alikuwa akichuana vikali na rapa Tupac nchini Marekani. Lakini pia kwa upande wa Diamond Platnumz, yeye amempongeza Lil Wayne kwa kuzaliwa mwezi Septemba. Ilikuwa ni moja kati ya marapa ambao wamedumu katika game na bado wameendelea kufanya vizuri, hususan katika zama hizi ambazo muziki wa hip hop nchini Marekani ndio muziki ambao unauza kuliko muziki wote. Hapa Tanzania muziki wa hip hop haupewi nafasi, tofauti na muziki wa kuimba ambao Diamond Platnumz anauimba, ndio muziki ambao unalipa mpaka sasa hivi. Na hii ilikuwa ni kauli ya mwanamuziki Diamond Platnumz ambaye amempongeza rapper Lil Wayne kwa kuzaliwa mwezi Septemba. Lakini pia shabiki, nawe kama umezaliwa mwezi Septemba, utaungana na rapper Lil Wayne ambaye amezaliwa mwezi Septemba mwaka 1982, rapa mkubwa kabisa duniani. Na kwa upande wa mwanamuziki Davido kutoka nchini Nigeria, yeye pia amemtakia kila la heri rapper Lil Wayne ambaye amezaliwa mwezi Septemba. Rapper Lil Wayne amezoea umaarufu mkubwa, lakini pia kutengeneza fedha nyingi kupitia muziki wa hip hop. Lakini pia mtazamaji, na wewe unao nafasi, unaweza kudondosha comment yako hapo chini kuhusiana na makala hii fupi ya rapper Lil Wayne ambaye amezaliwa mwezi Septemba. Ni hayo tu ambayo yamejiri kwa siku ya leo juu ya mmiliki wa record label ya Young Money ambayo imekuwa na mafanikio makubwa na kuwatoa wasanii Drake pamoja na Nicki Minaj. Nami sina la ziada, nina sign out. Comment yako hapo chini ni muhimu sana mtazamaji, lakini pia nikutakie siku njema.